Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya habari zetu za kila siku na kila wakati, tunawasalimia. Wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena asubuhi njema ya siku ya leo mercredi le 28 janvier 2025, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea asubuhi ya leo ni mingi. Tutawaambia kuhusu Corneille Nangaa ambaye alitangaza kuwa wanakuwaka na collaboration na nchi ya Rwanda. Donc AFC M23 inakuwaka na collaboration na nchi ya Rwanda pamoja na Uganda, ni baada ya nchi ya Rwanda nayo kutangaza hayo huko Marekani. Upande mwingine tutawapeleka katika maeneo ya Haut Plateau de Fizi kwenye uwanja wa vita kwenye waasi wa Twirwaneho Ngomino na AFC M23 walifanikiwa kukamata vijiji tofauti katika maeneo hayo ya tarafani Fizi. Kijiji cha Kanguli pamoja na Nehele vilikamatwa na waasi hao siku ya jana baada ya mapigano yaliyowakutanisha na wazalendo. Upande mwingine tutawapeleka katika mji wa Goma ambapo Janote Mundeke, moja wapo wa viongozi tena wa AFC M23 kutoka katika mji wa Goma, naye alipoteza maisha yake. Donc alikufa katika mji wa Goma. Kama kawaida tumewaletea habari mingi tena mbichi. Mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Mkumbuke kucomment na kuzilike habari hizi, pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupe yetu ni kugusa hapo kwenye titre, pale chini ya titre mu description utapata linki yetu, uguse kwenye linki hiyo, bila shaka utajiunga na grupe yetu na utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Bila kupoteza muda wetu, tufungue ukurasa wetu wa habari zetu mbichi. Tuwaambie kuhusu Corneille Nangaa. Huyu ni coordinateur wa AFC M23 ambaye alikonfirme kuwa wana collaborate na Rwanda, nchi ambayo inashtumiwa kuwa inawasaidia waasi hawa katika vita wanavyo viendesha mashariki mwa nchi ya Kongo, kwa kuwapa vifaa pamoja na wanajeshi wanaowasaidia kupigana na jeshi la Kongo pamoja na wazalendo. Corneille Nangaa alikonfirme haya siku ya jana mbele ya wanahabari mjini Goma, ambapo alikuwa ameulizwa kuhusu ushirikiano wao na nchi ya Rwanda. Alijibu kuwa wana ushirikiano kabisa wa kiusalama na nchi ya Rwanda. Akaendelea kusema kuwa haiko nchi ya Rwanda tu, bali wanakuwaka na ushirikiano ama wanakuwaka na collaboration pamoja na nchi ya Uganda. Alisema kuwa collaboration ambayo wanafanyaka na nchi ya Rwanda ni kuhusu mambo ya kiusalama, kufuatia kundi la FDLR ambalo ni tishio kwa nchi ya Rwanda. Alisema kuwa kutokana na kundi la FDLR ambalo ni tishio kwa nchi ya Rwanda, AFC M23 ina ushirikiano na jeshi la Rwanda ili kuhakikisha ya kwamba kundi hilo la FDLR alikaribie nchi ya Rwanda. Kama ukumbusho, Corneille Nangaa ametangaza haya baada ya siku chache na balozi wa Rwanda huko Marekani naye ametangaza hayo. Katika taarifa tulizowapa le 24 tuliwaambiaka kuhusu balozi wa Rwanda huko Marekani ambaye alikuwa amekonfirme kuwa wana ushirikiano kabisa katika mambo ya kiusalama na AFC M23. Nadhani ya kwamba habari hizo tuliziwaambiaka. Upande mwingine AFC M23 nayo imekonfirme hayo, na hapa se confirme deja, wote wamekubali ya kwamba wanakuwaka na ushirikiano
na pale njo kwenye sasa mutasikia kuwa uungwaji mkono wa Rwanda kwa AFC M23 uko hapo na unafanyika, na ni kwa mara ya kwanza ambapo kabisa pande mbili wanaitika kuwa wana ushirikiano katika mambo ya kiusalama. Tuendelee na habari zetu. Nadhani ya kwamba hapo kabisa mumeelewa ilikuwa kuambia kuhusu AFC M23 na Rwanda ambazo kwa sasa ziliitika kuwa zina ushirikiano. Habari zetu zinaendelea katika mji wa Goma. Kwenye picha hiyo hapo chini, huyo mnayemwona pale ni Janote Mundeke, yule ni directeur general wa departement ya service de renseignement DSR ya mouvement rebelle ya AFC M23 katika mji wa Goma. Huyu naye, taarifa tunazo kutoka katika mji wa Goma, alipoteza maisha yake katika mji huo siku ya jana. Taarifa za kifo chake zilikuwa confirme na watu kutoka mji wa Goma. Habari kutoka kwa vyanzo vyetu mjini Goma zinasema kuwa huyu Janote Mundeke alikuwa katika prison, alikuwa amefungwa na wasi wa AFC M23, na baada ya siku kadhaa na iko gerezani hapo mjini Goma, alikuja kupoteza maisha yake akiwa katika prison hiyo. Ni habari ambazo AFC M23 haijatangaza, se confirme kabisa. Vyanzo vyetu kutoka mjini Goma vilisha tuambia hayo. Donc AFC M23 watakuja kutangaza kuhusu hayo apres, na huyu akawa amekufa baada ya miezi michache, na Magloire Paluku naye amepoteza maisha yake, mojawapo naye wa kiongozi wa AFC M23. Magloire Paluku pamoja na Janote Mundeke walikuwa wasaliti deja. Hawa ni watu ambao walijiungaka na AFC M23 wakiwa ni wakongomani. Sasa wako wanaendelea kufa moja kwa mwingine. Magloire Paluku mjini Goma alikufaka kwa kupigwa masasi na watu ambao mpaka kwa sasa AFC M23 inasemaka haijawatambua. Wakati alikufaka, AFC M23 ilitangazaka kwamba alishambuliwa na watu ambao hawajulikane, wako nafanya upelelezi, watawajua. Kutoka siku hizo mpaka kwa sasa hawajajulikana. Huyu Janote Mundeke yeye alikufia mprizo ya AFC M23, na inasikilikana vizuri ya kwamba alikufa kutokana na mateso katika prizo hiyo ya AFC M23. Tuendelee na habari zetu, tuwapeleke katika maeneo ya Fizi kwenye wasi wa Twirwaneho na Red Tabara na washirika wao AFC M23 walifanikiwa kukamata vijiji viwili, kijiji cha Kanguli pamoja na Nehele huko tarafani Fizi. Ni baada ya mapigano makali kati ya kundi hili la Twirwaneho na AFC M23 na Ngomino na Red Tabara zidi ya wazalendo siku ya jana. Taarifa kutoka kwa vyanzo vyetu katika vijiji hivyo zinatuambia kuwa siku ya jana, baada ya mapigano makali kati ya pande mbili, Twirwaneho na Ngomino na Red Tabara na AFC M23, makundi yanayoshirikiana katika vita huko, walifanikiwa kukamata mwingine wa Kanguli pamoja na Nehele. Vijiji hivi vinapatikana katika maeneo ya Fizi huko tarafani Fizi. Baada ya defete hiyo kwa wazalendo katika maeneo hayo, wazalendo wanatoa wito kwa jeshi la Kongo kuongeza nguvu katika maeneo hayo ili kuhakikisha adui AFC M23 na Twirwaneho anarudishwa nyuma. Wazalendo kutoka maeneo hayo wanasema kuwa walipigana vita kwa masaa kadhaa na hawa wasi wa AFC M23, wakasema kuwa walitimuliwa katika vijiji hivyo kutokana na nguvu ambazo wasi hao walikuwa nao, kwa sababu hivi juzi mwezi wa 12 walikuwa wamepewa ramforo za wanajeshi wa Rwanda na vifaa. Hapo wazalendo hawakufanikiwa kuresiste mbele ya hao wahasi. Baada ya defete hiyo, wazalendo wanatoa wito kwa jeshi la Kongo
renforce kule kwa haraka, donc walete wanajeshi wengi katika maeneo hayo na vifaa ili warudishe waasi hao nyuma, wawatimue katika maeneo hayo mawili ambayo walikamata, na wanaomba jeshi la Kongo FARDC kuanza kutumikisha drone katika maeneo hayo, donc ndege za kivita, ili kuzuia kusonga mbele kwa hawa waasi wa M23 ambao walionekana kuavanse katika maeneo hayo. Vyanzo vyetu kutoka maeneo hayo vinasema kuwa hapa waasi wa M23 ambao walikamata maeneo haya mawili walionekana kuelekea katika maeneo ya Lusenda na Lweba, maeneo haya ambayo yanaelekea katika mji wa Uvira na hata mji wa Baraka kutokea Muho Plateau de Fizi. Asasi za kiraia kutoka hapo zinasema kuwa waasi hawa wa M23 ambao walifanikiwa kukamata vijiji hivyo viwili tayari walielekea katika maeneo ya Lusenda na Lweba ambayo yanafungua njia karibu kuelekea katika eneo ya Baraka na hata Uvira wakitokea Muho Plateau de Fizi. Mashirika ya kiraia kutoka huko yanatoa wito kwa jeshi la Kongo na wazalendo kuimarisha nafasi zao huko ili kusimamisha waasi hawa wasiendelee kusonga mbele katika maeneo hayo ya Fizi. Pale M23 walisonga mbele sana kabisa katika maeneo hayo ya Fizi baada ya mapigano makali na wazalendo. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke moja kwa moja katika teritwari ya Lubero, huko katika vijiji vya Kasinga karibu na Kipese kwenye kuliripotiwa mapigano makali siku ya jana kati ya wazalendo na waasi wa AFC M23. Siku ya jana wazalendo waliatake jeshi la hawa waasi wa AFC M23 katika vilima tofauti, donc mapozisio tofauti karibu na Kasinga. Kasinga inapatikana katika maeneo ya Lubero, kilomita chache ukitoka Kitambiro ukielekea maeneo ya Kipese, na pale kuripotiwa mapigano makali. Video ndio hiyo wakati walikuwa wakipigana hapo. Deja kule muripuko ni hatari kwa hizi saa. Muripuko iko shida. Saa hii mwake ni moto kumoto tuko nabo mbamba kabisa. Njoo ile. Okay, nimetaka tu niwashulishe. Hapa ni yulu ya Kasinga, ya Axe Burondo kabisa, yulu ya Kasinga. Sasa ni moto ya hatari. Ndio. Moto kuna kusema. Nadhani muko munasikia. Adui iko eneo kabisa. Iko anapata cha Mtemakuni. Ni hatari kabisa pale. Ni hatari. Nimepima panda mkamuti hapa. Choni kamate hii eneo. MJP en action. MJP en action kabisa, kila kitu yote iko bien. Kuna problem. Nadhani kabisa kose muko munasikia ngoma. Sasa ile video nadhani kwamba umeifuata, ilikuwa ataki ya wazalendo contre AFC M23 katika mapozisio tofauti kwenye vilima vinavyo kuwa uzalantoro de Kasinga. Baada ya mapigano hayo, vyanzo vyetu kutoka huko vinatuambia kuwa wazalendo hawakufanikiwa kurekipere eneo hiyo. Walipigana sana baada ya mapigano wakarudishwa nyuma. Waasi wa AFC M23 wanaendelea kukontrole eneo ya Kasinga baada ya kupigana na jeshi la wazalendo. Wazalendo waliataki sana siku ya jana AFC M23 hapo wakiwa wanajaribu kurekipere eneo hiyo, donc walikuwa
wakijaribu kuikamata eneo hiyo, waone kwamba wataikomboa itoke mikono ya waasi wa AFC M23, me hawakufanikiwa. Waasi hao waliwarepuse, donc waliwarudisha nyuma. Ni baada ya siku mingi na AFC M23 iko na renforce wanajeshi wengi katika maeneo hayo ya Lubero, na mashirika ya kiraia kutoka huko wakalerte kuhusu mpango wa AFC M23 wa kusonga mbele katika maeneo hayo, wakielekea Lubero centre na hata kuendelea kukaribia mji wa Butembo. Wazalendo tayari walikuwa wameanzisha operation huko ya kwanza kuwapiganisha waasi hao katika maeneo hayo, wasimamishe mpango huo wa kusonga mbele katika maeneo ya Lubero. Na siku ya jana walipigana, mea wakufanikiwa kurekipere eneo ya Msinga, walikuwa repoussé AFC M23 ikaendelea kukontrole eneo ya Msinga. Hali kwa sasa asubuhi ya leo katika eneo hiyo inaendelea kukua ya wasiwasi sana. Wakaaji kutoka eneo hiyo wanaoga sana kutokana na mapigano makali yaliyoripotiwa hapo. Wanaendelea kukua na oga sana kwa sababu wanaamini kuwa tena wakati wote wazalendo wanaweza kurejea kupigana na AFC M23 katika maeneo hayo. Hivyo wakaaji kabisa wanaendelea kukua na woga sana kutokana na hayo. Kama ukumbusho, katika maeneo hayo vita vilikuwa vimesimama kwa muda mwingi. Kama ukumbusho, katika maeneo ya Lubero mapigano yalikuwa yakiripotiwa huko katika miezi ya zamani, katika mwezi wa pili au wa tatu hivi njo mapigano yalikuwa yakiripotiwa huko. Wanasikia ya kwamba deja ilikuwa imepita siku mingi na wapigane, miezi mingi kabisa na wapigane tena. Kule kunaanza kuripotiwa mapigano baada ya AFC M23 kurenforce kule, wakiwa wana mpango wa kusonga mbele katika maeneo hayo, hususan wakielekea katika eneo ya Lubero, yani Lubero centre pamoja na maeneo ya Butembo. Tuendelee na taarifa zetu. Julien Paluku siku ya jana akiwa kwenye interview na RTNC alisema ya kwamba AFC M23 itakuwa rebelio ya mwisho, ama ni rebelio ya mwisho ambayo itafanyaka kazi nchini Kongo. Donc alisema kwamba ni rebelio ya mwisho nchini Kongo. Alisema hayo akikonfirme kuwa AFC M23 wakati watakapo ishinda kabisa itakuwaka njo rebelio ya mwisho nchini Kongo. Donc hakuna wengine wa rebeli ambao watakuwaka nchini Kongo. Haya ambayo aliyatangaza yaliacha watu tofauti wanasema mengi kuhusu hayo. Watu tofauti walianza kusema ya kwamba hayo hayawezekani kabisa. Nchi ya Kongo iko na warebele wengi, iko na makundi yenye silaha mingi. Sasa AFC M23 hata wakaishinda kutaendelea kukua makundi ya silaha tofauti kama Mobondo, ADF na wanamgambo wa Zaire na CRP. Wengi wanaamini kwamba hayo hayawezekani kabisa nchini Kongo, kwa kushinda AFC M23 marebele yote kabisa nayo yatakuwa yameshindwa. Ni wakati upande mwingine wengi wanaamini kuwa AFC M23 ndiyo rebelio yenye nguvu kwa sasa, ambayo gouvernement iko busy nao, donc iko na jadili nao, na wakati wanaweza deja kufanikiwa kuwapiga na kuwatimua katika nchi ya Kongo, hakuna kundi lingine lenye silaha ambalo linaweza tena likaweza kupigana na jeshi la Kongo na kuresiste mbele ya FARDC. Baada ya kutangaza hayo, Bertrand Bisimwa, huyo ni president wa AFC M23, alimjibu Julien Paluku kupitia akaunti yake ya X. Alisema kwamba ndiyo kabisa ni rebelio ya mwisho nchini Kongo, kwa sababu itakamata majukumu ya kumaliza kabisa migogoro kwa ndani
na itafungua kabisa uongozi wake wa kipekee, na anasema kwamba wataleta gouvernement nzuri katika nchi ya Kongo, na deja itakuwa njo rebellion ya mwisho kwa sababu itakuwa imeleta revolution katika nchi ya Kongo. Unasikia deja AFC M23 kwa kila kitu wanachokitangaza wanaendelea kukonfirme ya kwamba wao hawatatokaka nchini Kongo, donc wataendeleaka kubaki katika nchi ya Kongo, qu'il pleuve qu'il neige, hawatatokaka nchini Kongo. Kazi wanayo jeshi la Kongo, gouvernement ya Kongo ni kutafuta kabisa kama wanaweza wakawapiganisha na kuwatosha hapo. Tofauti na hayo kabisa AFC M23 nayo Isaka Goma haiwezi ikatoka katika maeneo ya Kongo. Asante sana ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo. Nisome maoni yenu kidogo, wale ambao wanaendelea kukomante katika taarifa zetu. Anayeitwa Seti za Buloni alisema asante sana. Asante kabisa ndugu yangu. BM Puissance alisema ya kwamba katika eneo ya Ruchuru CSMN inaisha bila rezo. Pole sana kabisa. Amani Amerike alisema jambo tena ndugu mtangazaji, tunakufuata kutoka mjini Bukavu, komine ya Kadutu. Okay, Amani Amerike nakupata sana kutoka hapo Bukavu. Cosmos by Casboy alisema nakupata vema toka Lubumbashi nchini Kongo. Pamoja sana mtangazaji kwa taarifa. Merci. Muke Budiru alisema safi kabisa. Vipi Kanambe yuhai ama? Kanambe kabisa ingali confusion kuhusu mambo yake, hakuna confirmation ya kifo chake. Usi habari zinaendelea kusambaa kuwa inawezekana alipoteza maisha yake, donc ingali confusion. DG Moize alisema bonsoir ndugu, ninakufuata kutoka Ituri Kasenyi. Asante ndugu yangu. Ndombe Belge alisema bagabulie population yote maarme bopeke bajilinde juu inasemekana kuwa wanajeshi wa serikali huko maeneo ya Ituri ni wachache. Hapana kabisa, hapo tena haiko kusema ni kuwa ni wachache. Hapana, haiko kukuwa wachache kabisa. Jeshi la Kongo liko na wanajeshi wengi tena sana zaidi. Hivyo tena kuwapa wakaji wote population plutôt maarme kule eti waanze kujipigania naweza kuwa vurugu, kwa sababu kuna wale ndio ambao wanaweza zikamata wakiwa wana lengo la kupigana. Kuna wengine ambao wanaweza kuzitumikisha katika njia mbaya, na pale deja itakuwa na ni hatari tena. Anaitwa ni Chokano Daniel alisema mkoe mnasema ukweli. Ndiyo kabisa, ile ni kazi yetu kuwapa habari za kweli. Huyu Ipire Info alisema pole sana na taarifa za kweli. Sasa habari ya Constant Mutamba iko je, atatoka tena? Constant Mutamba habari yake ni anaendelea tu kukaa katika prison. Kama atatoka kabisa hatujafahamu. Cosmos alisema kabisa na kupata vema ndugu mtangazaji. Okay, na washukuru sana basi ndugu zangu, tupatane katika taarifa zifuatazo donc katika habari zetu za mchana wa leo. Merci beaucoup.